Asante Franki Kashonde kwa taarifa hiyo. Moto ambao chanzo chake bado hakijafahamika umewaka katika nyumba moja eneo la Katanini, kata ya Karanga, manispaa ya Moshi, mkoani Kilimanjaro, na kusababisha vifo vya watoto wawili wa familia moja. Taarifa ya Safina Sarwat kutoka Moshi, mkoani Kilimanjaro, inafafanua zaidi. Watoto hao wa miaka 2 na 4 wenye jinsia ya kiume wameteketea kwa moto, huku wazazi wao wakianguka kwa mshtuko na kulazwa katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Kaskazini KSMC. Tukio hilo limetokea leo Disemba 17 mwaka huu majira ya saa 5 asubuhi, wakati watoto hao wakiwa ndani ya nyumba waliokuwa wakiishi. Wakielezea tukio hilo, mashuhuda wamesema walisikia kelele za kuomba msaada, ndipo wakakimbilia eneo la tukio na kuanza kuvunja vioo ili kuokoa watoto hao, lakini walikuta tayari wamefariki. Tunafanya kazi, tupo jirani na eneo la tukio. Tulipokuwa tunafanya kazi tukasikia ukunga mwanzo wa watoto. Mwisho wa siku tukasikia ukunga wa watu wazima. Kutoka nje kwa ile taharuki tukaona moshi unatanda juu. Tukafika eneo la tukio. Kufika eneo la tukio tukakuta geti liko wazi. Wakati tunazunguka bado tunasikia ukunga, watu hatuwaoni. Tukazunguka na nyumba. Wakati tunazunguka nyumba tukaona dada watatu wanalia. Lakini kilio chao kilikuwa kinasema kuna watoto ndani. Kuna mmoja anasema watoto wako jikoni. Kuingia jikoni hapapitiki, moshi umezidi. Mwingine anasema wako sebuleni. Tukafanikiwa kuvunja sebuleni, lakini sebuleni hatukuwakuta. Baada ya kuzunguka kuhangaika kufungua madirisha, ndio tukakutana na dirisha ambalo ni kubwa lakini ni kioo tu. Baada ya kupiga kile kioo kikashuka, lakini kilikuwa pia kimeungua, kikashuka na ile moto. Kufanikiwa sasa kuzima ilikuwa shughuli mno, kwa sababu bomba lenyewe lilikuwa linatoa maji kidogo sana. Ila tulifanikiwa kuingia baadhi ya vyumba, hatukuwaona watoto. Tukarudi ile sehemu ya kioo kilichofunjika, na moto ulipoanza zaidi tukawa tunaendelea kuzima. Tumefanikiwa kuzima kwa asilimia kubwa, lakini hatukuweza kuwasaidia wale watoto. Na wakati huo wanazima, sasa mimi likaja wazo sasa niwapigie simu polisi. Bahati mbaya au nzuri nikawa namba ya polisi imo humu, lakini nilishindwa kuifungua kulingana na ile hali. Nikatoka nikampigia jamaa yangu, yeye yuko pia anafanya maeneo ya huko mjini. Nikamwambia naomba utupigie fire. Hapa jirani yangu kuna moto umetokea kwenye nyumba ya Advocate Shayo. Hebu tupigie fire. Basi akapiga. Bahati nzuri hata hao fire brigade kwa kweli tangu nilipowapigia hawakuchelewa. Mwenyekiti wa mtaa wa Katanini amesema majira ya saa 5 asubuhi alipigiwa simu na msamaria mwema. Mtaa Katanini, kata ya Karanga. Majira ya saa 5 na dakika 24 nilipigiwa simu na raia mwema kwamba kwa Advocate Shayo kumetokea moto. Lakini mjumbe aliniambia moto ulikuwa umeshawaka kwa muda mrefu. Nilichukua jukumu la kupiga fire, lakini fire ilikuwa imeshapigiwa. Na bahati nzuri kwa muda mfupi tu aliniambia fire inaingia. Mimi nilikuwa sipo, nilikuwa nimeenda Boma. Sikuwepo eneo husika. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kilimanjaro, Jeremia Mkomagi, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo iliyosababisha vifo vya watoto wawili jinsia ya kiume miaka 2 na 4 pamoja na majeruhi wawili ambao ni wazazi wa watoto hao. Majira ya saa 5 na dakika 11 tulipokea taarifa za kuwepo kwa tukio la moto katika nyumba ya Bwana Siza Shayo, ambapo baada ya kupokea taarifa ya tukio la moto, crew ya askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji ilifika eneo la tukio saa 5 na dakika 18. Na baada ya kufika kwenye ile eneo la tukio tulikuta moto ambao umeweza kuteketeza hii nyumba, na moto huu kwa hatua za awali tumeona ya kwamba umeanzia eneo la sebuleni. Na baada ya kupata maelezo ya mashahidi ambao walikuwepo katika eneo la tukio, tuligundua kwamba moto ulianza majira ya saa 4, ambapo dada wakazi wa nyumba hii alikuwa akiwapatia uji watoto wawili, kwa sababu hili tukio pia limehusisha vifo vya watoto wawili jinsia ya kiume miaka 2, lakini na mwingine miaka 4. Kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro, Safina Sarwat, EATV. Asante Safina kutoka Moshi, Kilimanjaro, na tutoe pole kwa familia, jamii yote iliyopoteza watoto hao wawili, lakini pia
tuendelee kupeana tahadhari za hapa na pale kuhakikisha katika majumba yetu vile vifaa ambavyo vinasababisha moto basi tuweze kuvichukulia kwa umakini mkubwa ili kuepusha madhara kama hayo. Wazazi pamoja na vijana wameziomba